tangu marehemu Mashimba amefariki leo ni miaka 16. Usingetarajia miaka 16 watoto bado hawajapata haki yao, haki ambayo inaonekana kwa macho. Aliingia kwenye lile eneo kama mpangaji, na aliingia kupitia mkataba aliofanya kati yake na waliokuwa wasimamizi wa mirathi. Mirathi hii imekuja kufungwa rasmi mwaka 2021 Mahakama ya Mwanzo Kinondoni, shauri la mirathi namba 425 la mwaka 2010. 2021 mirathi inafungwa. Mirathi inapofungwa, maana yake warithi wanatajwa na wanakabidhiwa mali zao. Kwa hiyo walitajwa warithi wa hiyo nyumba ni Neema na Suzana. Lakini licha ya kutajwa kwenye hukumu ya mahakama, licha ya hati kubadilishwa na kusomeka wao, licha ya wao kuendelea kulipia mpaka mwaka 2023, yani kuanzia 21 mpaka 23, hawakuwahi kuingia pale. Kwanza haiingia kilini, tayari mirathi imeshafungwa mwaka 2021. Unawezaje mwaka 2023 ukawa na hati inayosoma wamiliki ni wasimamizi wa mirathi? Mahakama ya Mwanzo ya Kinondoni ni mahakama, na ndio iliyowapa haki hawa, na ndio iliyomteua hata huyu anaitwa msimamizi. Sasa imesema mirathi imefungwa. Mirathi ikishafungwa hakuna tena msimamizi wa mirathi, hakuna. Lakini bwana Ali anasema ana mkataba wa miaka 99. Huu hapa. Huu mkataba aliuingia mwaka 2012 wakati shauri bado halijaisha. Mtu yeyote labda ni kichaa tu ndio anaweza kukubali kwamba huu ni mkataba uliokuwa na nia kutenda haki. Kichaa ndio anaweza kaamini kwamba hivi wewe unawezaje kuingia mkataba na msimamizi wa mirathi ambaye mali sio yake. Kumbuka, msimamizi wa mirathi mali sio yake, anasimamia ili mwisho wa siku aje awakabidhi wanaostahili kurithi. Wewe unaingia naye 99 ili warithi wakose haki. Yaani muda ukifika wa kupewa haki yao waikose. Kwa sababu wewe una mkataba uliingia na msimamizi wa mirathi wa miaka 99. Huu ni wizi mchana kweupe. Wizi huo hauwezi kukubalika na mpigania haki yoyote.